Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Taarifa iliyotolewa na Jeshi la Polisi nchini Tanzania leo siku ya Oktoba ya tarehe 5 siku ya Jumapili 2025 kupitia makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania, imeweza kutoa taarifa kwa umma na kuweza kuonya wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii. Kwa taarifa iliyotolewa na umma kupitia jeshi ama barua iliyotolewa na Jeshi la Polisi inasema, kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia za baadhi ya watu ya kuitumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume cha sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi vimekuwepo vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi walio wengi kuliko wao bila sababu zote za msingi. Tabia hizo za vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yoyote yule ambaye atatambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuwahakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasukuma, kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki za jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limeshafanya kwa waliokwisha kukamatwa. Lakini mwisho ikasema kwamba ambao bado wanaendelea na uhalifu na huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria, wasijidanganye bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa utaratibu za kuwafikia wakati wowote ili kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania leo Oktoba 5 mwaka 2025. Kwa maana hiyo, hii imekuja mara baada pia video mbalimbali zikisambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiweza kumuonesha mmoja kati ya watu waliojitambulisha kama Captain Tesha ambaye alikuwa akizungumza mambo mengi juu kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025, na hivyo Jeshi la Polisi baada ya kuona pia taharuki zimekuwa ni nyingi, kila mtu akisema lake, basi limeweza kuonya watu wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii. Hii imekuja barabara pia tuseme kuona baada ya kuona kile ambacho kinaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwemo taharuki ambayo watu wengi wamekuwa wakijadili video ya mtu ambaye alijitambulisha kwa cheo cha Captain Tesha akiwa pia amevalia mavazi ya JWTZ. Hii taarifa kutoka kwa Jeshi la Polisi nchini Tanzania ambapo limeweza kuonya wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii leo. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni Niyako TV, usiache kusubscribe wa channel pia tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niyako TV. Mimi naitwa Official Muto Msanawaji kule Instagram, unaweza kunifollow kwa jina moja la Official Muto Msanawaji.